Ni saa 12 alfajiri asubuhi. Hujambo msikilizaji, karibu kwenye matangazo haya ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Phyllis Mwate. Tulionayo asubuhi hii: zaidi ya watu 40 wamethibitishwa kufariki katika moto mkubwa ulioteketeza majengo kadhaa marefu ya makazi huko Hong Kong. Jeshi nchini Guinea Bissau limechukua udhibiti wa taifa hilo huku rais wa nchi hiyo Umaro Sissoco Embalo akikamatwa. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia harakati za Marekani kujaribu kuzuia dawa za kulevya hasa aina ya fentanyl kuingia nchini humo. Lakini hatua hii imepokelewaje? Wanapambana na madawa ya kulevya, lakini ametumia njia ambayo itamfanya afanye maamuzi bila kulazimika kwenda katika bunge. Watu wanahisi kwamba ni mwendelezo wa kile ambacho alijaribu kufanya alipokuwa katika muhula wake wa kwanza, pambana na Rais Nicolas Maduro, lakini akashindwa kufanikiwa. Bila shaka hayo yote ni baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini sasa nampisha mwenzangu Halima Nyanza akusomee muhtasari wa habari. Karibu Halima. Asante Phils, na habari msikilizaji. Zaidi ya watu 44 wamethibitishwa kufa baada ya moto mkubwa kuteketeza majengo kadhaa ya ghorofa katika wilaya ya Tai Po, Hong Kong. Watu kadhaa wamekimbizwa hospitali huku wengine hawajulikani walipo. Zaidi ya wafanyakazi 760 wa kikosi cha kuzima moto walipelekwa katika jengo hilo kuzima moto huo. Rais wa Nigeria Bola Tinubu ametangaza hali ya dharura ya usalama nchi nzima baada ya kuongezeka kwa utekaji na mashambulizi yanayoua watu wengi. Zaidi na Sambatenzi. Rais wa Nigeria ameagiza pia kuajiriwa kwa maelfu ya wanausalama kusaidia kukabiliana na hali hiyo. Katika wiki za hivi karibuni kumefululiza matukio ya utekaji nyara, ambapo katika tukio moja kwenye shule ya Kikatoliki wanafunzi 300 walitekwa nyara. Rais Tinubu amesema kundi lenye itikadi kali la Boko Haramu na tawi la kundi la IS nchini humo yanahusika na matukio ya utekaji ya hivi karibuni. Mapinduzi ya kijeshi yamefanyika nchini Guinea Bissau siku moja tu kabla ya kutolewa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika nchini humo mwishoni mwa wiki. Wanajeshi wanasema wamemweka kizuizini rais wa nchi hiyo Umaro Sissoco Embalo na kusitisha mchakato huo wa uchaguzi pamoja na kufunga mipaka yote. Baadhi ya ripoti zinasema kuwa mpinzani wake mkubwa Fernando Dias amekamatwa pia licha kusambaza picha ya video akikanusha hilo. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema Afrika Kusini haitaalikwa kwenye mkutano ujao wa kundi la mataifa yenye uchumi mkubwa duniani G20 utakaofanyika Miami, Florida. Katika mtandao wake wa kijamii, Rais Trump amesisitiza madai yenye mashaka kwamba mauaji ya watu wengi yalifanywa nchini Afrika Kusini dhidi ya jamii ya wazungu wachache. Marekani iligoma mkutano huo wa mwaka wa G20 uliofanyika Johannesburg, Afrika Kusini, ambako viongozi waliohudhuria walipitisha azimio juu ya kukabiliana na tatizo la mabadiliko ya tabia nchi na changamoto nyingine zinazokabili dunia kwa sasa, bila pingamizi lolote kutoka Marekani ambayo haikuhudhuria mkutano huo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameelezea kauli hiyo Rais Trump kama ya kusikitisha. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari umesomwa kwako na Halima Nyanza. Haya ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na kumbuka yanakujia kwako kupitia redio wa shirika mbali Afrika Mashariki kama vile Mwanedu FM na Pamoja FM nchini Kenya, Lizadel Radio na Radio Muungano Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Chitara na Voice of Mahabura nchini Uganda, na Radio Free Africa, Radio 1 na CGFM nchini Tanzania. Lakini yako kwenye FM na kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili, vile mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC Swahili. Karibu, mimi ni Phyllis Mwate. Zaidi ya watu 40 wamethibitishwa kufariki katika moto mkubwa ulioteketeza majengo kadhaa ya ghorofa huko Hong Kong. Makumi ya watu wako hospitalini na wengine karibu 300 bado hawajulikani waliko. Chanzo cha moto huo bado hakijajulikana, lakini inadhaniwa kwamba kuenea kwa kasi kupita kiunzi cha mianzi na vifaa vingine vinavyofunika nje ya majengo ambayo yalikuwa yakifanyiwa ukarabati. Zaidi na David Nkia. Kufikia sasa tayari watu 3 kutoka kampuni ya ujenzi wamekamatwa kwa tuhuma za kuua bila kukusudia. Maafisa wanasema kwamba moto huo katika majengo 4 kati ya 7 yaliyoathiriwa umethibitiwa. Zaidi ya wazima moto 800 wanakabiliana na moto huo mkali katika eneo la Wang Fok
ambao umekuwa ukiwaka kwa zaidi ya saa 18 sasa. Mkazi huyu ameelezea kile alichokishuhudia wakati alipolazimika kukimbia ili kuyanusuru maisha yake. Ilikuwa takriban saa 9:15 mchana. Ghafla nikasikia sauti kubwa sana na nikatazama nje na kuona kwamba kwa mbali juu kwenye ghorofa ya 5 kulikuwa na moto. Kwa hiyo nilishuka ngazi haraka kuangalia. Watu wakasema moto ni mkali na nyumba zinaungua vibaya sana. Kwa hivyo mimi mara moja nilirudi nyumbani kwangu na kuchukua vitu vyangu. So immediately came back home to pack up my things. Moto huo umewekwa kwenye kiwango cha namba 5 kwa kuwa na hatari kubwa, ikiwa ni kiwango cha juu zaidi huko Hong Kong. Mtoto mchanga na mwanamke mzee waliokolewa wakati wa operesheni za dharura za usiku wa manane zikiendelea. Serikali imetoa pongezi kwa mfanyakazi wa zimamoto mwenye umri wa miaka 37 aliyefariki kutokana na moto huo, ikimtaja kwamba alijitolea na ni shujaa. Wakazi wanaomba usaidizi kutoka kwa mamlaka za mitaa baada ya kupoteza mawasiliano na jamaa zao waliopo ndani ya majengo hayo. Ni taarifa ya David Nkia. Sasa kundi la maafisa wa jeshi limesema kwamba limechukua udhibiti wa taifa la Guinea Bissau, huku kukiwa na taarifa kwamba rais wa nchi hiyo Umaro Sissoco Embalo amekamatwa. Muda mfupi baada ya kusikika milio ya risasi katika mji mkuu wa nchi hiyo Bissau, vyanzo kutoka serikalini vimeiambia BBC kwamba kiongozi huyo alikuwa amekamatwa. Sasa zaidi na Halima Nyanza. Maafisa hao wa jeshi pia walijitokeza katika televisheni ya taifa ya nchi hiyo wakisema kuwa wamesitisha mchakato wa uchaguzi wakati nchi hiyo ya Afrika Magharibi ikisubiri matokeo ya uchaguzi mkuu wa rais uliofanyika Jumapili. Wanajeshi ambao wameweka vizuizi katika mji mkuu wa nchi hiyo huku raia wengi wakishindwa kutoka nje. Msemaji wa jeshi Brigadia Jenerali Denis Nshama amedai kuwa wanalinda uadilifu wa taifa. Kamandi ya juu ya kijeshi ya kurejesha usalama wa kitaifa na utaratibu wa umma imeamua kumuondoa madarakani mara moja rais wa jamhuri, na hadi itakapoamriwa tena tutafunga taasisi zote za umma za Jamhuri ya Guinea Bissau. Wanajeshi pia wamesema walikuwa wanafanya kazi kuzuia njama za wanasiasa ambao hawakutajwa majina, ambao walikuwa wakiungwa mkono na mfanyabiashara maarufu wa dawa za kulevya ili kuyumbisha nchi, na wakatangaza kufungwa kwa mipaka ya nchi na kutangaza amri ya kutotembea usiku. Matokeo ya uchaguzi yalitarajiwa kutangazwa leo Alhamisi, huku wagombea wote, Rais Embalo na mpinzani wake wa karibu Fernando Dias, kila mmoja akidai kuwa mshindi wa uchaguzi huo. Fernando Dias alikuwa akiungwa mkono na aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Domingos Pereira, ambaye aliondolewa katika kinyang'anyiro hicho kutokana na kutokidhi vigezo. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo naye pia amewekwa kizuizini. Guinea Bissau, nchi iliyo katikati mwa Senegali na Guinea, ambayo imekuwa ikikabiliwa na mapinduzi, inajulikana pia kwa kitovu cha biashara ya dawa haramu za kulevya. Ni taarifa hiyo ya Halima Nyanza. Sasa maelfu ya watu nchini Sierra Leone walipoteza viungo vya mwili wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baadhi ya watu hao sasa wanapewa mafunzo ya ujuzi wa kilimo ambao wanaweza kutumia kwa mashamba yao wao wenyewe na hata vile kuweza kuwafundisha wengine katika jamii zao. Sira Thierry kutoka BBC World Service, kipindi cha People Fixing the World, anaripoti kutoka wilaya ya Koya, magharibi mwa nchi hiyo, lakini taarifa yake inawasilishwa kwako na Hamida Abubakar. Wengi wa wanaume na wanawake hawa ni waathiriwa wa vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sierra Leone katika miaka ya 90. Vita hivyo viliacha takriban watu 30,000 bila viungo vya mwili na wengi wao hawawezi kupata ajira. Shirika la Farming on Crutches limekuwa likiwafunza kuhusu kilimo. Lengo letu kubwa ni watu waliokatwa viungo vya mwili kwa sababu mara nyingi wanasahaulika. Tukiwafunza kilimo endelevu, wanaweza kurudi nyumbani na kukitumia ili waweze kupata chakula. Na pia wataweza kupata pesa za kuwasomesha watoto wao. Mwili wenye afya unatokana na udongo wenye afya. Mafunzo yanahusu kutumia mbinu endelevu za kilimo kama vile mbolea za asili. Siwezi hata kuisukuma. Na baadhi ya vifaa havijaundwa kwa kuzingatia watu waliopoteza viungo vya mwili. Kwa hiyo kundi hili linatengeneza troli isiyo na uzito mkubwa kutokana na mianzi. Wanatengeneza toroli
shughuli hii maalum ili kutuwezesha kufanya kilimo kwa urahisi. Hatutakuwa tunatafuta watu wa kutusaidia kubeba zana zetu. Watu hawa mara nyingi hukumbana na unyanyapaa. Zainab aliwahi dhihakiwa kwa ulemavu wake, lakini kilimo kimemwezesha kujiamini. Farming on crutches imebadilisha maisha yangu kwa sababu ninafanya kazi yangu, nauza bidhaa zangu na ninapata pesa. Kwa hivyo hutaniona nimesimama barabarani nikiombaomba. Watu wengi waliopoteza viungo vya mwili nchini Sierra Leone wameachwa peke yao bila usaidizi, lakini Farming on Crutches sasa imewezesha takriban watu 100 kujisimamia wenyewe. Ni makala hayo ambayo unaweza kuyapokea kwa People Fixing the World, lakini vile vile yako kwenye ukurasa wetu wa TikTok na vile vile wa Instagram na wa Facebook. Na nikizungumzia Facebook, kuna wasikilizaji ambao wanafuatizia matangazo yetu kupitia ukurasa huu kama vile walivyofanya Maneti Magongo Kione wa Iringa Iluti. Joseph Jila anasema anatoka Rock Mwanza Tanzania, anasema nawapata mubashara, tupo pamoja tamati ya matangazo Amka na BBC. Shukran sana. Vile vile Kanuti Liambo wa Mbozi Songwe anasema pole wote waliopoteza maisha huko Hong Kong, lakini vile vile namuona huyu Maiko anasema nawapata sana vizuri kutoka Arusha, sateni sana BBC kwa habari. Mbogo dereva bajaji Rombo Mashati Father Sava na wengine wengi, shukran sana kwa kufuatilizia matangazo haya ya BBC Swahili. Lakini nikukumbushe tu msikilizaji, vile vile kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili habari pale wenzetu wa kitengo cha dijitali wanazidi kuzishughulikia jinsi zinavyotokea. Na kama wewe ni shabiki wa soka, kabla nikuelekeze kwa David Nkia, vile vile kumbuka unaweza kwenda kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili. Tetesi za soka Ulaya zimechapishwa pale, lakini habari hii iliyosomwa na Halima Nyanza ya wanajeshi wa Guinea Bissau watangaza mapinduzi vile vile iko pale, unaweza tembea ukasoma kwa kina. Lakini kwa sasa David Nkia, hujambo mwenzangu? Yes, niko safi, niko na pasha hapa, nishakimbia mara kibao hapo studio tayari. Niko tayari sasa. Sawa, poromoka. Na poromoka kama hivyo. Usiku wa kumbuka leo Felix imepigwa michezo kadhaa ya klabu bingwa barani Ulaya. Kwa uchache baadhi ya michezo: Arsenal ikakunguta Bayern Munich goli 3-1, Atletico de Madrid 2, Internazionale Milan 1. Liverpool ikiwa nyumbani Anfield ikakungutwa 4-1 na PSV. Olympiacos 3, Real Madrid 4, huku Kylian Mbappe Lotini kingara vilivyo kuingia nyavuni mara 4. PSG 5, Tottenham Hotspur ya pale London 3. Leo hii kutakuwa na michezo mingine ya Europa League ama usiku mdogo wa Ulaya, ambapo AS Roma itakiwasha na Midtjylland, FC Porto dhidi ya Nice, Feyenoord itacheza dhidi ya Celtic, huku Rangers Scotland wakakaribisha Braga. Katika hatua nyingine, wakongwe wa klabu ya Liverpool wamesema kwamba kuna haja ya meneja wa timu hiyo Ancelotti kujitafakari upya juu ya aina yake ya ufundishaji kutokana na kiwango kibovu kwa timu hiyo katika siku za hivi karibuni. Liverpool wamekuwa mabingwa wa 4 pekee kupoteza mechi 6 mfululizo za Premier League baada ya Leicester City kufanya hivyo msimu wa 2016-17 na Liverpool wenyewe msimu wa 2021 sambamba na Man City kwenye msimu uliopita. Hatua hii inakuja baada ya kukubali kichapo cha 4-1 wakiwa katika dimba la nyumbani la Anfield. Liverpool sasa wanashikilia nafasi ya 12 kwenye msimamo wa EPL ama English Premier League na nafasi ya 13 kwenye msimamo wa klabu bingwa barani Ulaya ambao ilichezwa hapo jana. Kwenye ndondi Phyllis ama wanaita ugomvi unaolipa huu, promoter wa Masumbwi Frank Warren amesema iwapo Anthony Joshua atafanya vibaya dhidi ya Jake Paul, sio tu kwamba anaweka pambano linalowezekana na Tyson Fury hatarini, lakini pia maisha yake ya baadaye ya ndondi yatakuwa hatarini zaidi. Fury anaweza kurejea tena ulingoni baada ya kustaafu ili kupigana na mwaka 2026, pambano linalosubiriwa kwa muda mrefu dhidi ya Joshua, moja ya pambano kubwa ambalo linaweza kuweka rekodi katika ndondi. Joshua hajapigana tangu alipochapwa ndani ya raundi 5 na bingwa wa dunia uzito wa juu wa zamani wakati wa IBF Daniel Dubois, na anatarajiwa kupambana na Jake Paul Desemba 19 pale Miami, Marekani. Kwa ufupi, tetesi za soka: Arsenal wanamfuatilia kiungo wa Elche Rodrigo Mendoza mwenye miaka 20 ambaye ana kifungu cha mkataba wake cha kuuzwa kwa pauni milioni 17.5. Namaliza michezo namna hiyo Felix, lakini kama kawaida yangu huyu anasema zamani ilikuwa unakuta baba
ana watoto 6. Lakini sasa Ila siku hizi unakuta mtoto ndio ana watoto, ana baba 6. Jamani, makubwa hayo. Kama una dimbili uelewi hapa. Ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu: zaidi ya watu 40 wamethibitishwa kufariki katika moto mkubwa ulioteketeza majengo kadhaa marefu ya makazi huko Hong Kong. Jeshi nchini Guinea-Bissau limechukua udhibiti wa taifa hilo, huku rais wa nchi hiyo Umaro Sissoco Embalo akikamatwa. Na kwenye gumzo leo hii tutakuwa tunaangazia harakati za Marekani kujaribu kuzuia dawa za kulevya, hasa aina za fentanyl kuingia nchini humo, na tutaangazia hatua hii ilivyopokelewa. Hii ni BBC. Karibu tena msikilizaji, matangazo haya ni ya Amka na BBC, yanakujia kwako kupitia redio ya shirika mbalimbali kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili na kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili. BBC imezungumza na wakimbizi wa Mali ambao wametoa shuhuda za kutisha kuhusu madai ya uhalifu wa kivita unaodaiwa kufanywa na kundi la Wagner la Urusi nchini Mali. Mashuhuda na simulizi za kusikitisha zinadai kuwa raia waliteswa kikatili na kuuawa katika kambi za kijeshi zilizoko katikati mwa Mali. Thomas Naadi, mwandishi wa BBC, amezungumza na manusura ambao sasa wanatafuta hifadhi mashariki mwa Mauritania. Lakini tukuhadharishe tu msikilizaji kwamba taarifa hii na maudhui ya kuzua hisia kali na majina ya waathiriwa yamebadilishwa ili kuhakikisha usalama wao. Na taarifa ya Thomas inawasilishwa na Bosha Nyanje. Bintu anatafuta hifadhi na maisha mapya katika kambi ya wakimbizi ya Mbera, mashariki mwa Mauritania. Mume wake alifariki mwaka jana kutokana na ukatili unaodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Urusi. Sasa akiwa mama wa watoto 5, maisha yake ya baadaye yapo hatiani. Nani atawatunza watoto wangu? Ni nani atakayenitunza mimi? Nikisikia jina la Wagner nashtuka, nahisi hofu. Nalichukia neno Wagner kwa sababu wameniletea huzuni. Wapiganaji wa Wagner walipelekwa Mali mwaka 2021 kusaidia utawala wa kijeshi kupambana na wanajihadi na waasi wanaotaka kujitenga. Lakini shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limewatuhumu kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kutokana na mbinu zao za ukatili. Kambi ya Mbera ni makazi ya zaidi ya wakimbizi 100,000 kutoka Mali, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Kuanzia mateso hadi kukamatwa kwa nguvu, wakimbizi hawa wamezungumzia simulizi zao za kutisha. Baadhi yao wameathirika kiasi kwamba wanaogopa mno kurejea Mali, wakitaja ukatili unaodaiwa kufanywa na wanamgambo wa Urusi, wale waliokuja kuwalinda. Ahmed alikuwa muuza duka katika eneo la Nampala, katikati mwa Mali. Inasemekana alikamatwa na kundi la Wagner akiwa ndani ya duka lake. Walikuwa wanamtafuta mmiliki wa duka ambaye alikimbilia Bamako. Wanamtuhumu kwa kushirikiana na majihadi. Ahmed alikamatwa akiwa pamoja na mwanafunzi na mzee mmoja. Walituchukua na kutupeleka kwenye kambi ya kijeshi. Kamanda aliyeitwa Hamza alitoka nje na kuninyooshea kidole. Kisha akamgeukia mwanajeshi wa Wagner na kumwashiria anikate kichwa. Akamnyooshea yule mwanafunzi na kumgeukia mwanamgambo mwingine wa Wagner akamwashiria amkate kichwa mwanafunzi. Wakatuchukua na kutuweka kwenye banda. Kambi hii ya Mali iliyopo karibu na kijiji cha Nampala pia ni makazi ya wanamgambo wa Urusi. Inadaiwa kuwa ukatili mwingi, ikiwa pamoja na mateso na mauaji, yalifanyika hapa. Ndani ya banda waliwaleta wanaume 2 na kuwakata vichwa mbele yangu. Mmoja alikuwa akiwashikilia wale wanaume na yule mwingine aitwaye Andre aliwakandamiza kichwani na goti lake ardhini, kisha akatoa kisu na kumkata kichwa. Wakaleta maiti karibu nami ili kunusa damu mbichi. Kisha wakasema, usipotuambia mahali alipo mmiliki wa duka utakutana na hatma kama hii. Hussein pia alikuwa mmoja wa waathirika. Yeye na wengine 2 walikamatwa na wanamgambo wa Wagner
na kupelekwa katika kambi hii ya kijeshi iliyoko Lere katikati mwa Mali. Maelfu ya wakimbizi wa Mali wanaendelea kuvuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Mauritania. Kambi za kijeshi za Mali na wanamgambo wa Urusi zipo kilomita chache tu katika upande wa pili wa mpaka, na kadri vurugu zinavyoongezeka ndivyo maelfu ya watu wanavyokimbia ili kuokoa maisha yao. UNHCR inasema imekusanya ushahidi wa ukatili uliotekelezwa na makundi mbalimbali ya silaha nchini Mali, ikiwemo kundi la Wagner, na wanawapa wakimbizi msaada wa kisaikolojia na wa kisheria, kwani wengi wanataka haki itendeke. Na Marekani imekuwa ikiendesha mara kwa mara operesheni za kijeshi katika maeneo ya Amerika ya Kati, ya Kusini na vilevile maeneo ya Caribbean. Katika wiki za hivi karibuni, serikali ya Trump imeanzisha mashambulizi dhidi ya washukiwa wa usafirishaji wa dawa za kulevya katika maji hasa ya eneo karibu na taifa la Venezuela, ikilipua boti kadhaa za kile inachokitaja kuwa magaidi wa dawa za kulevya na watu wanaotuhumiwa kuingiza dawa hasa fentanyl nchini Marekani. Mashambulizi haya ya kijeshi hata hivyo yamekosolewa vikali. Sasa Mubelo wa Bandio ni mchambuzi wa siasa za Marekani. Anaanza kwa kueleza jinsi mkakati huu wa Rais Donald Trump wa kujaribu kupambana na mihadarati ulivyopokelewa nchini Marekani. Kwa upande wa Marekani, watu wanaangalia kwa namna tofauti. Kwanza, Trump aliingia akasema kwamba anataka kupambana zaidi na madawa ya fentanyl, lakini tayari imeshathibitika kwamba boti hizi ambazo zimetunguliwa kwanza zilikuwa na cocaine na sio fentanyl, na hakuna hata moja ambayo imethibitisha kwamba ilikuwa inakuja ndani ya Marekani. Kwa inaonekana kwamba ni sehemu ya awali ya mkakati wa Rais Donald Trump kutaka kudhihirisha tu kile ambacho anaweza kusema kwamba ni nguvu yake katika masuala ya kijeshi, na pia namna ambavyo ameweza kuzunguka, kwa sababu kuna mswada ambao huwa unatumika wa masuala ya vita ambao unamlazimisha rais anapofanya maamuzi kama hayo, na baada ya saa 48 aende kwenye bunge, na baada ya hapo ndani ya siku 60 hakikisha kwamba amejadili. Lakini yote ameamua kuyapita kwa sababu anasema kwamba hakuna boti yote ambayo ilikuwa ikipambana na Wamarekani, kwa hiyo sio vita. Kuna mkanganyiko wa nini anakisema, lakini pia na taarifa ambayo inakuja, kwa sababu anapambana na madawa ya kulevya, lakini ametumia njia ambayo itamfanya afanye maamuzi bila kulazimika kwenda katika bunge. Watu wanahisi kwamba ni mwendelezo wa kile ambacho alijaribu kufanya alipokuwa katika muhula wake wa kwanza, pambana na Rais Nicolas Maduro, lakini akashindwa kufanikiwa. Wanafikiri anataka kukamilisha hiyo kazi. Kuna wale wanadai kwamba kwa sababu Trump hapatani na viongozi wengi wa mataifa ya Marekani Kusini, hasa Maduro wa Venezuela na Petro wa Colombia, ndio ameanzisha hili kama kisingizio tu ili ipatikane nafasi ya kubadili utawala huko na kunyemelea rasilimali za hasa mafuta ya Venezuela. Je, hapo Mubelo kuna hoja za msingi? Swala la kubadilisha utawala ni swala ambalo huwa linafanywa, na nafikiri labda kwa Trump tu inakuwa ni swala la wazi zaidi, lakini katika kile ambacho wao wanahisi kwamba hakina maslahi kwa taifa, wamefanya hivyo katika sehemu mbalimbali. Wanaweza kutumia visingizio tofauti, lakini wakaweza kulifanikisha. Lakini ni kweli kwamba Trump amekuwa na changamoto sana na marais hao wawili, lakini pia tumeweza kuona namna ambavyo hata alijaribu kutaka kuingia katika siasa za Brazil pale ambapo walimshtaki na kumfunga aliyekuwa rais rafiki yake, ambaye yeye aliamini kwamba angekuwa ni mtu ambaye angeweza kumka mkono katika harakati zake. Kwa yote ambaye anaonekana kwenda tofauti, baadhi ya watu ambao wanatoka katika mataifa ya kusini mwa Amerika ambao pia wamekubali kuchukua baadhi ya wale wahamiaji haramu ambao wanaondoka hapa, hajaonekana kusema lolote, hata kama kinachowakimbiza watu kutoka katika nchi zao ni matatizo yale yale ambayo analalamikia kutoka katika nchi nyingine. Hizo ndio ambazo zinasababisha watu wahisi kwamba ana ajenda ya ziada katika hili, na mafuta katika nchi hizo inaonekana jambo ambalo hasa Venezuela, jambo ambalo inaonekana amekuwa akitamani sana swala zima la Marekani kuwa na udhibiti mkubwa katika masuala ya mafuta ili iweze kuwa strong, kwa sababu yeye anaamini kwamba Marekani isipokuwa na nishati ya kujitegemea, hapo kuna changamoto. Wanaamini anataka abadilishe uongozi ili aweke kiongozi ambaye anaweza kukubaliana naye katika mambo mbalimbali ikiwemo nishati na kuifanya Marekani kuwa na nguvu zaidi. Lakini bila shaka ni kweli kwamba swala hili la dawa za kulevya limeathiri sana watu wengi, hasa vijana. Je, hali ikoje nchini Marekani? Hali ni mbaya, na hasa fentanyl na hali ni mbaya. Ambacho wengi wanakubaliana ni kwamba kuzitungua boti hizi ambazo zimefanyika, kutungua boti hizi hakujaondoa kile ambacho kinasababisha, kwa sababu haikuwa sehemu kubwa ya usafirishaji, na sasa hivi wamejua kwamba Trump amewekeza kule na kuja katika njia nyingine. Madawa ya kulevya ni kati ya vitu ambavyo katika mpaka kusini wa Marekani ni kati ya changamoto kubwa sana, na imekuwa ikipitishwa katika namna mbalimbali. Kuna hata matanuru ambayo yana treni huko ndani kwa ajili ya kupitisha hivyo vitu. Wana njia tofauti za kuweza kufanikisha hili. Ni kweli inawezekana kwamba amesimamisha hilo, kuzitungua hizo boti kumeweza kusimamisha kabisa usafirishaji wa madawa ya kulevya, lakini watu wote wanaamini kwamba usafirishaji wa madawa ya kulevya kuja nchini Marekani hautositishwa na hatua hizo, na pengine si kwa vitisho hivyo. Ndio maana wanatamani kama kuna njia zaidi ya kushirikisha watu upande wa pili kuliko kusema kwamba tutajihudumia sisi wenyewe na kuweza kutatua tatizo hilo. Kwa hivyo basi hisia ni kwamba huu mkakati wa Trump, hata ikiwa una sababu labda fiche zingine zisizojulikana
unajulikana kwamba utasaidia? Pekee hautusaidia, kwa sababu unapokwenda kushambulia nchi, kwa sababu watu wanaamini kabisa kwamba njia bora zaidi ni pamoja na kuweza kushirikiana na nchi husika, ukatumia intelijensia yao kwa unaweza kupatia taarifa, au ukaruhusiwa kwa namna iliyo rahisi ukaweza kuingia katika ile nchi na kuweza kutafuta taarifa za kishushushu, na baadaye ukafanikiwa kuweza kukabiliana na hizo changamoto. Na hii inaweza ikawa ni faida kwa nchi zote, kwa sababu hakuna serikali ambayo inaendeshwa kwa kutumia madawa, kwa maana serikali ya kidemokrasia ambayo inaendeshwa kwa biashara kama madawa ya kulevya. Kwa hiyo ni ama hiyo ni serikali ambayo ni ya waasi au wawe ni wapinzani. Hakuna serikali ambayo ninaamini ingekuwa na mkakati mzuri na imani na serikali ya Marekani ikasema kwamba tutahitaji msaada kuweza kupambana, lakini swala si nini anafanya. Changamoto kubwa inakuja kwenye vipi anataka kufanya hiki anachotaka kukifanya, na ndio ambapo tunahisi kwamba hakutokuwa na mafanikio kwa sababu ya njia anayotumia kutimiza lengo lake. Aliyekuwa rais wa Philippines mfano alikuwa na mkakati kama huo, lakini sasa anakabiliwa na mashtaka katika mahakama ya kimataifa. Haijiri kama hilo kwamba huenda linaweza kumfikia rais wa Marekani Donald Trump kama ataendelea na mkakati wake huo? Pana, sidhani kama Marekani wanaamini katika ICC, na wamesha kusema hivyo, na wamesha kuona baadhi ya vitu ambavyo wanavipinga na harakati ambazo zinafanywa, mashtaka yanayopelekwa kwa wadau ambao ni washirika wake, watu kama Israel wamekuwa wakipinga hilo. Kwa hiyo wao wanasema kwamba hawahusiki na hilo kwa sababu hawana mkataba na ICC, na sidhani kama jambo ambalo linamtisha rais Donald Trump. Na hata kama akiondoka madarakani, siamini kama rais ajaye anaweza kumsalimisha kirahisi, kwa sababu nchi hii pamoja na mambo mengine yote, lakini bado kuna baadhi ya vitu wanatamani kuwa tofauti na mataifa mengine, na naamini ni moja kati ya mambo ambayo watu wengi hawaliungi mkono, hasa nchini Marekani. Swala la mahakama ya ICC sidhani kama ni changamoto. Kwa hiyo unaweza kuona limetokea katika baadhi ya nchi, lakini siamini kama linaweza ikatokea nchini Marekani hata kama rais Donald Trump ataondoka madarakani. Hata hivyo, rais Donald Trump analaumiwa pia kwa kulipua boti ambapo watu kadhaa wameuawa wakidaiwa kuwa ni walanguzi wa mihadarati, lakini hayo yanafanyika bila wao kukamatwa au kushtakiwa. Je, hapo utawala wa sheria unafanya kazi kweli? Kuna mswada ambao alitakiwa au peleke ambao pia unamlazimisha katika maamuzi anayofanya hivi kuweza kutumia hivi, lakini mswada huu hatakuwa wa kwanza kutumia. Utakumbuka wakati rais Barack Obama wamevamia Libya kipindi kile kumwondoa Gaddafi, pia walitumia mswada huo. Ule mswada unasema kwamba wanautumia pale ambapo kuna mashambuliano kati ya Marekani na maadui. Kama wale maadui hawashambulii, basi niko katika ndani ya maamuzi ya rais kuamini kwamba maslahi ya Marekani yanaathiriwa na hili. Sasa Trump anazungumza hili hasa kwa kutumia namba ambazo zipo, kwa sababu watu wengi sana wanakufa nchini Marekani kwa madawa ya kulevya. Familia nyingi zinaathirika na madawa ya kulevya. Hilo halina ubishi na halina itikadi. Hiyo ni watu wa Democrats, ni watu wa Republican, wengi wanakubaliana na hili. Kwa hiyo kuna wakati ambao anaweza akapata kuungwaji mkono pale anaposema kabisa kwamba kuna madawa haya ya kulevya ambayo tumejaribu kusimamisha kwa namna hii, kwa sababu namna za awali zilishindwa kufanya hivyo. Anaungwa mkono na watu ambao wanasema wako desperate, wana hamu ya kuona solution, wanaona jinsi ambavyo familia zao zinaharibiwa na madawa ya kulevya. Wakati huo huo watu wanaanza kufikiria kwamba anachokifanya kweli kina uhalali, kwa sababu zile boti zinavyotunguliwa vile, bado baadhi ya watu wanasema kwamba kulikuwa kuna uwezo wa kupata taarifa na pengine zingeweza kusaidia kusimamisha kabla boti hazijaondoka. Je, Mubelo, unadhani serikali kwa ujumla zinafaa kufanya nini ili kuweza kuepusha ama kunusuru maisha ya vijana wengi ambao bila shaka wametumbukia katika dimbwi hili la madawa ya kulevya? Nafikiri kwanza ni elimu, kukata uingiaji wa madawa hayo. Kwa kuna ukweli wa kwanza kwamba kila alichokifanya kina mafanikio kwa sababu kimetishia wale ambao wanafanya biashara hiyo. Jambo la pili ni kwamba baada ya hapo kwanza kuangalia mkakati halisi wa kuangalia kwa nini vijana wanajiingiza katika utumiaji wa madawa ya kulevya, na vipi unaweza kuwa mbadala kuweza kuwatoa kule na wakafanya kitu kingine, kitu cha uzalishaji. Kwa nafikiri mapambano makubwa ambayo yapo sio tu kwa Marekani lakini kwa nchi zote ni kuangalia chanzo cha tatizo. Kwa hiyo inawezekana Trump sasa hivi ameshindwa kufanikiwa kwa sababu katika swala zima la utoaji elimu, kuhakikisha kwamba wale wapya hawavutiwi kuingia katika madawa ya kulevya. Na ndivyo tunavyokamilisha matangazo haya ya Amka na BBC. Dira ya Dunia ni hapo saa 12:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Matangazo haya yamehaririwa na Halima Nyanza. Fundi wa mitambo huko Nairobi amekuwa ni Maxwell Onyango, na Dar es Salaam amekuwa ni Samba Tenzi. Kwa niaba ya mwenzangu David Nkia, mimi ni Phyllis Mote, tunakutakia Alhamisi njema, tukikwambia kwamba kumbuka kwenye tovuti yetu habari vile vile ni kemkem. Hii ni BBC.